Na mtazamaji, tukirudia taarifa yetu ya awali ni kwamba upanzi wa miti ni mojawapo wa mipango ya serikali inayonuiwa kusaidia katika udhibiti wa mabadiliko ya tabia nchi. Kwenye makala ya leo ya Kazi ni Kazi, mwanahabari wetu Fredrick Muwoki aliungana na Charles ambaye amekumbatia biashara ya kuuza aina tofauti ya miche. Hebu tutazame. Wanasema kwamba ajizi nyumba ya njaa. Kumbuka kwamba Ijumaa hii ni makala spesheli sana, manake ni siku ambayo rais alitangaza kuwa ni siku ya upanzi wa miti. Tukiwakumbuka pia walioaga dunia kutokana na mafuriko ambayo yamekuwa yakikumba nchi. Na hii leo basi nitakuwa nasemezana na Bwana Charles ambaye amejitosa katika hii biashara ya kuuza miti. Bwana Charles, labda karibu katika makala ya Kazi ni Kazi. Karibu sana. Hebu kwanza jitambulishe, alafu tupe tu historia kidogo tu kuhusiana na hii biashara yako. Kwa majina naitwa Charles Karige. Mimi ni mtu ambaye tumekuwa tukifanya hii biashara ya kutunza miti na hata pamoja na maua ya kurembesha boma. Lakini sana sana miti, kwa sababu miti ndiyo tunasemaga ni uhai. Kama saa hii tunajua ni upanzi wa miti, watu wamenunua miti ama biashara imekuwaje? Tuseme watu wamenunua ijawapo kwa chini sana. Wengi wao wanalia uhaba wa pesa. Wangetaka kupanda miti lakini hawana hiyo fedha, lakini wamenunua kwa wastani. Miti ni tofauti. Labda kuna maua, kuna matunda. Wewe sana sana unafanya gani kati ya hizo? Fanya miche na nafanya mambo na maua na hata pia naongeza mambo ya nyungu, pots. Naam. Nafanya hizo zote. Ningeomba kila mmoja kama kuna mahali tu kidogo, wacha tupande miti. Na labda ni mtu angependa kujua labda mbegu unazitoa wapi ama nini hasa huo unafanya ndipo sasa ziwe kufika kama mahali kama hapa? Kuna wale ambao huaga wanatusupplyia mbegu. Kuna wale ambao ni wachuuzi wa mbegu. Hao ndio utuletea. Na kila mbegu za miti aina zote zina mzimu wake. Labda mtu angependa kuanzisha biashara kama hii, labda atahitaji nini na kiwango cha fedha ambacho atahitaji labda? Mahali ambapo utaweka kazi ikue kuna maji, kwa sababu maji ndio kitu ya maana sana. Ukiwa na maji sasa hizi vitu zingine, mbegu na nini lakini yenyewe ni kazi ambayo inahitaji fedha. Inahitaji fedha kwa sababu hizo mbegu kuna hizo hizi polythene ama hizi saa nyingine tunatumia karatasi za kuziwekea. Biashara haikosa up and downs, wacha niseme. Iko na changamoto zake. Na lakini tunashukuru Mungu kwa sababu at least tunapata ya kutumia kila siku. Tunasomesha. Hii kazi ukiiona asiwezi ifanya peke yangu. Niko na wale ambao tunasaidiana. Niko na mama mmoja ambaye sasa kazi yake ni kuangalia maji, kuweka udongo na upanzi. Na pia niko na kijana. Kazi yake ni maybe kama kuna mteja amekuja, yeye ndio anapakia mteja. Tukimalizia, labda ushauri wako kwa vijana pale nje? Tia bidii na mambo yako itaendelea. Usigojee tu ati utapata kazi. Kazi ni nyingi ambazo unaweza fanya. Ukianza tu kutoka chini enda mpaka juu. Unajua vijana siku hizi wanataka wakiingia tu apate pesa mara moja, atajirike mara moja. Lakini tumeenda kwa upore gradually mpaka tumefika mahali tuliko. Kwa hivyo watu waende tu polepole na mambo itakuwa mzuri. Habari ndio hiyo. Asante sana. Huyo ni ushauri wa Bwana Charles ambaye amejitosa katika hii biashara tu ya upanzi wa miti na kuuza miti. Kumbuka kwamba makala ni ya Kazi ni Kazi hadi juma lijalo, lakini Bwana Charles anakumbusha kwamba kazi ni kazi.